Karibu ni akaunti yetu maskani ya takwimu na uchambuzi wa kina. Hapo awali nishazungumza kuhusu usajili huu wa Depo na finally long wait is over. Mashine ya mabao Laurindo Depo Aurelio rasmi ametua mitaa ya Twiga na Jangwani akiwa amesajiliwa kwa mkataba wa miaka miwili kuitumikia rangi ya kijani na njano. Tumekuanikia mwamba huyu kuanzia maajabu yake kule Sagrada Esperance, safari yake ya Ulaya hadi ukweli kuhusu afya yake. Yes, kama hujasubscribe basi nikusihi subscribe, pia nikuombe twende mwanzo mpaka mwisho ili kujua updates za huyu Depo. Leo tunakusogezea safari yake ya soka na takwimu za clubs hatua kwa hatua. Depo alianza katika klabu ya Academica na Kala katika msimu wa 2021-22. Alisajiliwa na klabu ya Sagrada Esperance zote za huko nchini Angola. Hapo ndipo Depo alipojitangaza kwa ulimwengu, na hii ni baada ya kufanikiwa kucheza mechi 18 na kufanikiwa kufunga magoli 19. Wastani wa kufunga goli moja kwa kila mchezo ulimfanya kuwa mchezaji bora zaidi nchini Angola na kuitwa kwa mara ya kwanza katika timu ya taifa ya wakubwa katika msimu wa 2022-23. Kutokana na makali yake, miamba ya soka nchini Angola Petro de Luanda walimsajili Julai 2022. Akiwa hapo alicheza mechi 5 na kufanikiwa kufunga mabao 2. Hata hivyo hakudumu sana, kwani maskauti wa Ulaya walikuwa tayari wamekwisha weka kambi kumfuatilia. Katika msimu wa 2023-24 mnamo Januari 31, 2023, Depo alipiga hatua kubwa na kuuzwa kwenda katika klabu ya Gil Vicente inayoshiriki ligi kuu ya Ureno Premier League kwa ada ya takriban euro 500,000. Katika klabu hii alicheza jumla ya mechi 24 na kufanikiwa kufunga mabao 3. Licha ya kuanza vizuri, lakini maendeleo yake yalikuwa mwisho na changamoto za majeraha ya muda mrefu yaliyomweka nje ya uwanja. Katika msimu wa 2024-25 Depo alipotoka kwenye majeraha yake, klabu ikaona ili apate nafasi ya kurejesha fomu yake na kupata dakika nyingi za kucheza baada ya kutoka kwenye majeraha, Gil Vicente waliamua kumtoa Depo kwa mkopo kwenda katika klabu ya FK Vojvodina ya huko nchini Serbia mnamo Septemba 2024. Akiwa huko alicheza jumla ya mechi 21 na kuisaidia timu hiyo kufika hatua za juu za kombe la Serbia, ingawa hakuweza kufanikiwa kufunga goli, japokuwa aliweza kutengeneza nafasi moja na kupambana na mabeki walioonekana kuimarika zaidi. Katika msimu wa 2025-26 Depo baada ya kumaliza mkataba wake wa mkopo na klabu yake hiyo ya Vojvodina ya huko nchini Serbia, alirejea Ureno na kisha kusajiliwa kwa mkataba wa kudumu na klabu ya Radomiak Radom ya huko nchini Poland mwezi Julai 2025. Yes, katika klabu hiyo ya Radom alicheza jumla ya mechi 9 na kufanikiwa kufunga goli moja pekee, na hapo ndipo Young Africa kupitia kwa kocha wake Pedro Goncalves kumuona na kuanza mchakato wa kupata saini yake, na Young Africa umefanikiwa na wametumia kitita cha milioni 721 kuinasa saini yake kwa jumla ya mkataba wa miaka miwili kuitumikia the Greens and Yellow. Katika timu ya taifa Depo katika rekodi ya Kosafa ndiye mfungaji bora wa muda wote wa mashindano hayo ya Kosafa kwa jumla ya magoli 13. Mwaka 2024 alikuwa mfungaji bora wa jumla ya mabao 5, lakini mwaka 2025 alitawazwa kuwa mfungaji bora wa magoli 8 na kuwa mchezaji bora kwa maana ya MVP wa mashindano hayo ya Kosafa. Yes, pia amefunga magoli 15 katika mechi 18 alizocheza na timu yake ya taifa, kwa maana ya ukijumlisha AFCON na mashindano mengine pamoja na michuano mingine ya kufuzu. Katika rekodi ya majeraha kwa maana ya injury history ya Depo, Oktoba 2023 hadi Januari 2024 alipata jeraha la misuli. Hii lilikuwa pigo kubwa zaidi, ambapo alikaa nje kwa takriban siku 94, zaidi ya miezi 3, jambo lililomfanya akose fursa ya kucheza mechi 13 mfululizo. Yes, Februari 2024
wiki chache baadaye, baada ya kurejea kutoka kwenye jeraha hilo la misuli, alipata tena jeraha jingine la kifundo cha mguu ambalo lilimweka nje kwa siku 14. Yes, hiyo ndio historia ya Depo kwa ufupi, lakini ni muhimu kutambua kuwa tangu mwaka 2024 uishe hadi sasa anajiunga na klabu ya Yanga. Depo amekuwa fiti na hajapata jeraha lingine lolote kubwa, jambo linalowapa matumaini wana Yanga kuwa wamepata mchezaji aliyekamilika.